Si haramu kwa Muislamu kusherehekea mwaka mpya 2026? Si haramu kabisa na wala haipo kabisa katika uharamu. Unajua siku hizi kumekuwa na watu wana mihemko sana. Yaani mtu ana mihemko tu, anakurupuka tu kwamba hii ni haram, 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 haram. Basi imekuwa ni matatizo makubwa. Lakini kiukweli kabisa hili jambo ni jambo la kiada, la kidesturi au za kimila za watu ambazo bila shaka sheria hajakataa katika hilo. Na kwa kuwa ni masala ya urfu, kwa maana masala ya desturi, kwa mujibu wa sharia hiyo inakuwa ni mubah, ni halali, wala sio haramu kusherekea mwaka mpya, hasa uwe mwaka mpya 2026, mwaka wa kupokelea mshahara. Acha tusherekee tu, wala huna shida kabisa katika hilo. Waislamu ambao tayari wameshakula pilau la Christmas, tunawaambiaje? Ama na wenyewe kuna makosa wameyafanya ama ni halali pia? Kuhusu chakula kama chakula hakina uharamu. Lakini kule kusherehekea labda na kusema kwamba Yesu, labda mtu akawa na itikadi hiyo kwamba Yesu ndio Mungu na ndio hiyo siku ndio siku ya Mungu mwenyewe, hiyo itakuwa ni makosa na haifai kabisa kwa Muislamu. Lakini chakula kama chakula umepewa na Mkristo, chakula kilicho halali, kula tu, wala ina shida. Anaipika nyumbani kwake kwamba leo Christmas mimi Muislamu napika pilau. Si amepika yeye kwa nia hiyo? Kwa lengo la yeye, kwa lengo la Christmas. Alafu ananipa mimi kwa nia gani? Kwa sababu mimi ninapopokea ile napokea kwa nia kwamba kapika huyu kwa ajili ya Mungu wake na ndio anamtukuza Mungu wake na inakuwa hivyo. Hapana, mtu ukipewa chakula unapewa chakula kama unavyopewa katika masiku mengine yoyote tu yale. Wewe mwenyewe sasa unayepika ama wewe shehe unaweza ukapika sasa mimi napika pilau kusherehekea Christmas? Muislamu? Hapana. Hauruhusiwi kufanya hivyo. Kwa wewe mwenyewe kusema unapika kwa kusherehekea Christmas, hapana. Sheria inakukataa. Lakini lau kama atapika huyo anayeamini hivyo, alafu akakuletea wewe chakula kula, wewe ukachukua chakula kile ukala, wala hakuna tatizo katika hilo. Hakuna uharamu wa hilo. Chakula sio haramu, chakula ni halali. Asili ya chakula ni halali. Bali utaingia katika uharamu kwa ile nia yako. Nia yako ni ipi katika hicho chakula? Unaweka nia kwa maana unapokea chakula hicho kwa maana ndio nakula chakula cha Mungu mwenyewe, kazaliwa Mungu. Mara nyingi sisi Waislamu hakuna mtu ana itikadi hivyo, hayupo kabisa. Eti atachukua chakula kwa Mkristo kwa maana ana itikadi ndio chakula kwa siku alozaliwa Mungu. Hakuna Muislamu anaweza kuitakidi vitu vya namna hiyo. Na siku zote alhukmu bil madhahir, hukumu ili iwe hukumu huwa inahukumiwa mambo ya dhahiri. Hauwezi kuhukumu mambo ya ndani ya nafsi ya mtu. Ni yale ya dhahiri yanayoonekana wazi ndio hukumu inayohukumu. Haiwezi kuhukumu yale yako ndani ya nafsi ya mtu. Ni ngumu sana kuhukumu hivyo. Sawa, utakuta na hiyo sikukuu za Christmas nyumba hii hapa wamepika kwa kusherehekea, alafu wanatawanya kwa majirani ambao wengine sio Wakristo. Na wenyewe ambao wameshapokea kile chakula wanakula kwa kusema kwamba jirani yetu ambaye ni Mkristo ametuletea chakula. Je, hawa ambao wamekula chakula cha Mkristo kwa maana kwamba lengo lilikuwa ni Christmas, wana makosa? Hawana makosa. Kwa sababu chakula sio itikadi. Kwamba ukila chakula basi umeitakidi. Hapana. Chakula kitabaki kuwa halali tu kwa namna jinsi kilivyo. Kiwe kinatoka kwa Mkristo, kiwe kinatoka kwa Muislamu, chakula kitabaki kuwa ni halali kabisa. Wapo watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani ya kwamba tusile vyakula vyao, lakini sio hao. Wale ambao tumeambiwa tusile vyakula vyao ni wale ambao bila shaka hata vitabu hawana kabisa, hawaamini kitabu cha aina yoyote. Lakini kuna hawa ambao wao wamepika chakula kwa itikadi zao wao, alafu chakula kile wakakuletea, bana sisi tumekuletea chakula. Wewe unaikula unakula kwa itikadi gani? Kwa itikadi yao ile? Hapana, wewe utakula chakula kwa maana hiki ni chakula, kama jinsi ambavyo wanaweza kukuletea siku nyingine yoyote na wewe ukala. Basi ndo hivyo na katika siku hiyo ukiletewa unakula. Na sisi pia huwa tunawapelekea wao vyakula nyakati zaidi. Lakini wakati tunawapelekea ndo tunawaambia kwa maana hiki tunawaletea lazima muamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mwezi wa Ramadhani ulikuwa kadha, ndo hivyo. Hapana, tunawapelekea kama sehemu tu ya hawa ni majirani, tunawafanyia wema, basi kadhalika na wao wakitufanyia wema
na sisi pia tuna haja ya kupokea ule wema. Mtume sallallahu alaihi wasallama, moja katika mambo ambayo anatunasihi ni kwamba lau kama jirani yako atakuita katika jambo, basi muitikie. Tena anasema hata kama ulikuwa umefunga saumu yenyewe hii ya sunna, fungua kula kile ambacho alichokuitia. Maana yake hataki kuletea jirani yako, tuna wajibu wa kuitika na kupokea na tule. La, maadamu tu kile chakula chenyewe kitakuwa ni chakula halali. Kapikwa kuku, umepikwa wali. Sasa wali una uharamu gani? Hauna uharamu. Kwa hiyo watu wapokee wale, wala hakuna tatizo. Haya masala mengine ya wao kuitakidi kwamba Nabii Isa ni Mungu, kuitakidi kwamba Nabii Isa sijui ni mtoto wa Mungu, hayo yatabaki kuwa kwao wao wenyewe. Makosa hayo hayawezi kwenda kwa mtu mwingine kwa sababu umekula wali. Haiji hivyo hata siku moja. Wala tazru waziratun wizra ukhra. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, na wala mbebaji hawezi kubebeshwa mzigo wa mtu mwingine. Kila mmoja anachegama na kubeba mzigo wake mwenyewe. Sasa inakuwaje kwa sababu nimekula wali uliopikwa na Mkristo basi na mimi nimekuwa kama Mkristo? Haiko hivyo. Watu wanatoa hadithi nyingi. Mtu anakuambia man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, atakayejifananisha na watu basi na yeye anakuwa miongoni mwao. Hizi hadithi zinawekwa ni dalili, lakini ni dalili zinawekwa mahala sio pake. Hauwezi ukasema eti tendo la kula wali eti ndio kujifananisha. Kujifananisha ni wewe kwenda makanisani, kuitakidi kile wanachoitakidi wao, kufanya yale wanayofanya wao. Hapo ndio utakuwa umejifananisha. Lakini kula wali, sasa kula wali kuna kujifananisha vipi yani? Yani mfanano huo ni upi? Kwa hiyo nakuta mara nyingi sana ndugu zetu wale ambao wanasema ni haram, zinatumiwa sana ni hadithi hizo. Man tashabbaha biqaumin, anayejifananisha na watu fahuwa minhum, basi na yeye ni kama hao. Kwa nini? Eti kwa sababu umekula wali ulioletewa na Mkristo ambaye yeye anaamini kwamba hiyo siku ni siku ya Christmas, ya kuzaliwa kwa Yesu. Mimi sidhani kama iko sawa hiyo katika hali hizi. Wali wa Christmas kwa kusherehekea Christmas hawana makosa, wala hakuna tatizo kabisa, kwa sababu hakuna Muislamu anayekula huo wali wa Christmas kwa kuamini yale ambayo wanaamini wa Kristo. Hakuna Muislamu wa namna hiyo. Anapewa tu kile chakula kwa kuwa wale ni majirani zake, na tunajua haki ya jirani. Mtume anatuambia majirani wana haki zao za msingi. Akiwa ni jirani Muislamu ana haki mbili. Kwanza, haki ya kwanza ni kule kuwa Muislamu, na haki ya pili kuwa jirani. Lakini akiwa ni jirani lakini sio Muislamu, ana haki moja, haki ya ujirani. Kwa hiyo miongoni mwa haki sasa zile za ujirani ni kumtendea mema, kumfanyia mazuri. Lakini kama kuna mtu au kuna jambo linataka kuja kumdhuru, we kumkingia kifua. Hayo ni katika mambo ambayo tunahimizwa sana na Bwana Mtume Muhammad. Sasa kaja huyu mtu kakuletea chakula, imani yake itabaki kwake mwenyewe. Wewe unachofanya ni kula kile chakula. Mambo yanaenda sawa tu, wala haina taabu hiyo shekhe. Tumalizie, tuwakumbushe wale ambao wanahitaji nasaha zako, labda dua, wengine labda kuhusiana na huduma ambazo unazitoa kila siku, wapi ambapo unaweza kupata, kwa namba za simu zipi hasa? Sawa. Mimi napatikana au sisi tunapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini, na tunafanya dua mbalimbali kwa matatizo ya aina mbalimbali. Lakini kadhalika tuna madawa hapa ya aina mbalimbali, ikiwemo dawa ya mkono wa Idi, lakini kadhalika tunayo dawa inaitwa Haqqul Mujarrab. Hii ni maalum sana kwa ajili ya tegua yale matego ya kichawi pamoja na madhara ya aina mbalimbali. Kuna watu wamerogwa, wamefanyiwa uchawi, mambo yao yanaharibika kila kukicha mpaka wanachanganyikiwa. Walishajitahidi sana, juhudi wanazo, lakini mambo hayafanikiwi. Basi fanya jitihada za maksudi, inshallah tunaweza kuwasiliana na ukapata hii dawa Mujarrab, au ukafika hapa ofisini kwetu na tukakupa ushauri wa nini unaweza kufanya, au ukawasiliana nasi popote ulipo duniani tukaweza kushauri jambo lilokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala.